Mtazamaji wa Jambo TV, Rais wa Marekani Donald Trump amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Rais wa Urusi Vladimir Putin, huku kiongozi huyo wa Marekani akisema mazungumzo hayo ni yenye tija kubwa kuelekea mwafaka wa vita vya Urusi na Ukraine. Mazungumzo hayo yaliyodumu kwa karibu masaa mawili yamefanyika Oktoba 16, 2025, yakilenga zaidi kutafuta njia ya kusitisha vita vya Urusi na Ukraine, ingawa lengo la kiongozi huyo kwa mataifa hayo mawili limekuwa gumu kufikiwa. Baada ya simu hiyo, Trump ametangaza kwamba atakutana na Putin mjini Budapest, mji mkuu wa Hungary. Hata hivyo, hakutoa maelezo ya kina kuhusu lini au kwa masharti gani mkutano huo utafanyika. Zaidi ya hayo, ameongeza kuwa kutakuwa na mkutano wa ngazi za juu kati ya maafisa wa Marekani na Urusi utakaoanza wiki ijayo. Kutangazwa kwa mipango hii kumeibua hofu kwa madai kuwa ujumbe wa Ukraine ulioko Washington haukuarifiwa mapema kuhusu tangazo la Trump la kufanya mazungumzo au mipango ya mikutano ijayo na Urusi. Hii imesisitiza kwamba serikali ya Kiev haikushirikishwa kikamilifu katika hatua hizi za mwanzo za kidiplomasia. Wakati hali ikiwa hivyo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili Washington DC. Ziara yake inajiri katikati ya hofu ya mvutano unaoongezeka kuhusu mwelekeo wa sera ya Marekani kuelekea Ukraine. Zelensky anatarajiwa kutembelea ikulu ya White House leo Oktoba 17, 2025 kwa ajili ya mkutano na viongozi wa Marekani. Ziara hii inatajwa kuwa muhimu kwa ajili ya kupata hakikisho la kuendelea kwa msaada wa kijeshi na kifedha kutoka Marekani kwa Ukraine, hasa kufuatia tangazo la Trump kuhusu mazungumzo na Putin. Aidha, hivi karibuni Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hajapuuza uwezekano wa kuipatia Ukraine makombora ya Tomahawk iwapo Urusi itaendelea kukataa suluhisho la amani katika mzozo wa Ukraine ambao ulianza mwaka 2022, licha ya kuwa chimbuko la vita hiyo ilianza nyuma kidogo mwaka 2014. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alithibitisha kuwa yeye na Trump walijadili makombora hayo ya masafa marefu kupitia mazungumzo ya simu. Ingawa kutokana na maelezo zaidi, Zelensky anaamini kuwa makombora ya Tomahawk yanaweza kusaidia kumaliza vita vya Urusi nchini mwake. Kwa upande wake, Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema makombora hayo hayaleti tishio kubwa kwa nchi yake. Hata hivyo, aliongeza kuwa kutoa makombora hayo kwa Ukraine kutasababisha kuongezeka kwa mgogoro ulio tofauti kabisa na wa hali ya juu katika uhusiano kati ya Marekani na Urusi. Msemaji wa Putin, Dmitry Peskov, aliliambia shirika la utangazaji la Urusi kuwa uwasilishaji wa makombora ya Tomahawk kwa Ukraine utasababisha wasiwasi mkubwa sana, lakini hatima ya vita vinavyoendelea. Makombora ya Tomahawk yanaweza kusafiri masafa hadi kilomita 2500. Wataalamu wanasema masafa hayo yanaifanya miji mikubwa ya Urusi ikiwemo Moscow na St. Petersburg kuwa ndani ya uwezo wa Ukraine kuyapiga kwa makombora hayo. Kimsingi, makombora ya Tomahawk hurushwa kutoka katika meli za kivita au manowari za Marekani, na Ukraine haina meli zenye uwezo wa kurusha makombora hayo. Hadi sasa jeshi la Marekani linatengeneza mfumo wa kuyarusha kutokea ardhini, lakini mfumo huo bado haujawa tayari kikamilifu hata kwa matumizi ya Marekani yenyewe. Licha ya wataalamu kusema kwamba kutokana na hali hiyo uwezekano wa kuyapeleka Ukraine ni mdogo kwa sasa. Lakini hayo yote yanajiri wakati ambapo rais huyu wa Marekani Donald Trump ametoka kusaini mkataba wa amani huko Mashariki ya Kati ambao kwa sehemu kubwa umeonekana kuwa na mafanikio licha ya dosari ambazo zimeendelea kuripotiwa. Hii ni Jambo TV, endelea kufuatilia kwa taarifa zaidi.